Umependeza. Asante, nashukuru. Una uwezo mkubwa sana wa kuigiza. Mimi nakufuatilia, ni shabiki yako tangu kwenye Jua Kali, kwenye Noma, Mwana, yani unatupeleka mbio sana. Una uwezo mkubwa, kwanza hongera kwanza kwa hilo. Asante sana, nashukuru. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la wasanii wa kike kuwa maproducer, produce filamu zao wenyewe. Vipi kuhusu wewe? Una mpango huo kuja na kitu chako mwenyewe ukawa kama producer nyuma ya kamera ukaongoza kama kina Lamata? Yeah, mimi kuongoza sina plani, kuwa kama director no, sina plani. Mimi nitakuja kama producer kama ambavyo nishai kufanya mwanzo, nisha produce series ya Chini ya Kapeti ilirushwa Azam, shai kuproduce ni filamu mbalimbali ambazo zilitolewa na Steps huko muda kidogo. So nitafanya filamu, nitafanya series, mimi bado ni producer na watu wanajua hilo kama mimi ni producer na uwaga natoa kazi nzuri, lakini kwenye udirector no jamani. Kwa sasa mimi ni usanii na co-produce. Unahisi ni kwa nini kwenye udirector unaona noma kuingia? No, sijaona noma, lakini kitu chochote ukitaka kukifanya usifanye kwa mihemko, usifanye kwa sababu wengine wamefanya. Wengine wamefanya kwa sababu wana uwezo wa kufanya, ndio maana wamefanya. Kwa hiyo usitake kuingia sehemu ambayo sio tu unaona Lamata amefanya na mimi nifanye. No, unatakiwa uwe na experience ya kutosha, unatakiwa uwe na skills za kutosha, ujue kwa nini una directing ni nini na kila kitu. Kama ambavyo kwenye kuigiza mpaka unasema kwamba nafanya kazi nzuri, au unakutana na watu wanasema nafanya kitu kizuri kwa sababu ninaweza kwenye kuigiza, nina kipaji cha kuigiza, nina skills na experience. Kwenye directing sina iko kitu, kwa hiyo kwa sasa siwezi, labda baadaye niwe na huo ujuzi. By the way, hongera sana kwenye series ambayo unafanya vizuri sasa hivi Noma. Unafanya pia vizuri na uhusika ambao uko nao Ukewenza pia unafanya vizuri. Kwa msichana ambaye anayependa kutazama ile tamthilia ya Noma, pengine ni funzo lipi hasa kubwa ambalo linapatikana kwenye ule Ukewenza wako wewe na Chioma? Asante. Mimi nasema kwanza Ukewenza mgumu, yani in real life Ukewenza ni mgumu. Mimi kama mimi na kila kitu ambacho niko nacho mimi, kwangu Ukewenza kidogo ni kitu ambacho kina disturb, sio kidogo sana, ni kitu ambacho sikiwezi. Lakini kupitia Noma mafunzo yapo, kwa sababu mimi nimekuwa ni msumbufu kwa mume wangu, hata mwenyewe waga ananiuliza wewe mwana unatakaga nini kwenye maisha yangu. Then na Chioma pia amekuwa msumbufu, lakini tunacha kujifunza kwamba Chioma pamoja na usumbufu wake, lakini ana mapenzi ya kweli sana kwa mwanaume wake. Kwa hiyo yule mwanaume alitakiwa ajue kwamba sio kwamba ukimwacha huyu utampata mtu ambaye yuko perfect. Binadamu tuna madhaifu wote. Kwa hiyo ukiwa na mtu ambaye ana madhaifu, it's better kumtreat, ukamvumilia, maisha na safari ikasonga. Hata wazazi wetu walivumiliana, walifundishana, ndio maana wakafika ambapo tunaona wapo. Madam Mwana, nilikuwa nataka kuuliza, sasa hivi naona mmestick sana kwenye tasnia ya hapa. Umeshafikiria kufanya project nje ya Tanzania, Kenya, Nigeria, wapi huko? Lakini wapo pia watu ambao wanafanya project nje. Lamata tumeona amefanya kazi nzuri, amewachukua Nigeria, amefanya na watu wa Ghana, amefanya na watu wengi ambao wa nje, na sisi wengine pia tunaendelea kujifunza, tunaendelea kujipanga. Inshallah Mwenyezi Mungu akisaidia, kazi yote ikifika international inakuwa iko kwenye level nzuri na inakuwa iko kwenye level kubwa. Kwa hiyo tutafanya hivyo. Unaamini hapo ulipozungumzia Ukewenza, unaamini kwenye dunia sasa ni ngumu kuwa na Ukewenza? Sana, kwa sababu sasa hivi watu wana mambo mengi, wanawake wana mambo mengi, wanaume wana mambo mengi. Unapokuwa na mke mwenzako unakosa kumwamini, mambo yanaweza yakatokea mengi. Kwa hiyo ni ngumu Ukewenza ni mgumu, lakini tunatakiwa tuijue dini yetu jamani. Tuijenge imani kwenye mioyo yetu ili tuweze maybe. Kwa wewe una uwezo yani kwenye maisha yako binafsi una uwezo Ukewenza? Mimi nimeshasema siwezi. Yani mimi Ukewenza sio, sababu mimi ninapenda sana afu nina wivu sana. Kwa hiyo kujua mume wangu leo anatoka anaenda sehemu nyingine kwa mwanamke mwingine, wanazungumza, wanakula, wanalala, hiyo kwangu mimi ni kitu kigumu. Yani siwezi. Na naomba Mwenyezi Mungu aninusuru kuingia kwenye hiko kitu. Moja kati ya kitu ambacho kinaonekana sana kwenye tamthilia ya Noma ni ile mitunzano. Leo hii Chioma ameandaa shughuli, anamsema Mwana naye pia ameandaa shughuli, anamsema Chioma, vitu kama hivyo.
kwenye dunia sasa, unadhani vile vitu ndio ambavyo vinasababisha pengine wanawake hela zao kuishia huko sana kuliko kwenye mambo ya maana? Unajua kitu chochote ukitaka kufanya, tumia akili, usitumie mihemko. Ndio kitu ambacho mimi waga nakiangaliaga. Mimi nishatunzana sana. Nadhani watu wanajua, watu ambao wana peji yangu wanafuatilia mimi jinsi nilivyo, mimi nishawahi kutunzana. Lakini unatumia akili. Unajua kuna watu wamejenga kupitia kutunzana. Kuna watu wamefungua maduka Kariakoo, na mimi nawajua, maduka makubwa tu Kariakoo. Mtu anatunza milioni 300, anaenda Kariakoo anafungua duka, anaendelea na kazi. Kwa hiyo kama utafanya kitu chochote ukatumia akili utafanikiwa, lakini ukitumia mihemko huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hata kwenye kutunzana tumia akili, unaweza ukasonga mbele. Ila tu sipendi ile matunzano ambayo wanadabo. Yaani mtu ukimtunza milioni 2 unamrudishia milioni 4. Ukiingia kwenye hiko chama lazima uta-fail tu. Kwa sababu unakuta mtu anakualika sherehe Disemba, unamwalika anakuletea milioni 5. Then Januari anataka umpe milioni 10. Hakuna mzunguko ambao utaufanya utarejesha hiyo 5 millions kwa siku 30. Kwa hiyo mizunguko ya kudabo, ndugu yangu, tumia akili yako, acha kabisa. Lakini kutunzana mnaongezeana 300,000, 200,000, 400,000. It's well and good. Unafanya na unaweza ukafanya kitu kikubwa huku kaendelea na hayo mambo mengine. Una heri kwa kama kuna wengine wanaandaa shughuli kwa ajili ya anaandaa shughuli kwa ajili ya kupata pesa tu ya mitunzano. Ndio, na ndio shughuli sasa hivi mjini. Wewe uone mtu anaandaa usiku wa kitu fulani. Usiku wa nini, usiku wa msutano, sijui usiku wa nini. Yaani ni mtu unaweka uingize ile ufanye mambo mengine. Kwa hiyo timisi hiyo ni biashara. Hiyo ni yani ni kama biashara zingine, ni kweli. Ni hivyo. Tunatunzana ila unapata unafanyia mambo mengine. Ndio. Madam Simba, nilikuwa nauliza kwa mfano leo mtu anataka kufanya kazi na wewe, dau lako ni shilingi ngapi? Mshahara utangazwe sasa. Unasema tu labda mimi chini ya milioni ngapi sifanyi labda. Hapana. Mimi siwezi. Una dau? Siwezi kutangaza. Sababu unaongea. Najua ni shilingi ngapi, lakini siwezi kutangaza exactly hivi hadharani, siwezi. Naona kwanza una marafiki zako wale wakina Zailisa wanafanya sherehe kibao, lakini mwana hatujai kusikia eka hizo kama mwana leo ameandaa chai ya husda, kaandaa si sherehe ya nini, hatujawahi kuona. Kwa nini? Hapana, sherehe zinakuja. Zitakuja, mtaona tu. Tunatarajia makubwa kutoka kwako, tusikuchoshe maana nimekuona umekaa muda mrefu. Asante sana. Namalizia kidogo. Zipo tamthilia nyingi zinazofanya vizuri kwenye visimbuzi mbalimbali. Kwa upande wako nikwambia unitajie tamthilia 2 tu ambazo unazikubali na zinafanya poa, unaweza kaeka hivi na hivi. Nazikubali tamthilia ambazo nipo. Jua Kali inafanya vizuri na hiyo inajulikana. Sababu nikiwa ndani na nje ya Tanzania kila ninayekutana naye anaongea kuhusiana na Jua Kali. Kwa hiyo nakupongeza Lamata na timu nzima ya Jua Kali. Pili, Noma inafanya vizuri, to be honest. Nimeiogopa, nimeenda vijijini, nimesikia story ya Noma, nimeenda Dubai Ramadhani kufunga mzigo wa dukani kwangu, na watu nimewakuta wanaongelea Noma, wana magrupu ya Noma, wanaijua Noma na wanaipenda. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanya vizuri na nina ushahidi. Wewe nenda tu Dubai, kutana na Watanzania ambao wako Dubai, watakupa story ya Noma. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Moja kati ya mjadala ambao nishakutana nao mitandaoni kwenye tamthilia ya Noma ni uigizaji wa Nawanda. Kila mtu appreciate kwa kile kitu ambacho anachokifanya. Unaamini kwa game sasa hivi Nawanda hana mpinzani kwenye kiwanda cha kuigiza kwa upande wa wanaume labda? Mimi nachoweza kusema Nawanda anafanya vizuri, na siwezi kusema kwamba hana mpinzani. Unajua kila mtu ana uzuri wake kwa wakati wake. Kila mtu ana uzuri wake kwa nafasi yake ambayo amepewa. Kwa hiyo mimi naona watu wengi wanafanya vizuri. Lakini kwa upande wako unamweka kwenye listi ya aje, yani kwamba 3 bora, 5 bora, 10 bora? Anafanya vizuri, namweka 3 bora mdogo wangu. Namba